Amefanya mabadiliko katika idara ya jeshi leo mchana. Rais William Ruto amemteua Kipkemboi Keter kuwa jenerali na kamanda wa Kenya Army. Kamanda wa Kenya Army kwa sasa ambaye ni Jenerali David Terus ameteuliwa kuwa naibu chancellor katika chuo cha wanajeshi. Mabadiliko haya yamefanywa siku moja baada ya maandamano ya Gen Z yaliyoshuhudia vurugu na uharibifu wa mali. Uongozi wa wanajeshi utashuhudia mabadiliko mapya baada ya Rais William Ruto kupitia baraza la wanajeshi kufanya mageuzi ambayo huenda yakasaidia kutia nguvu uongozi wa wanajeshi nchini. Katika mabadiliko haya, kupitia mapendekezo ya baraza la ulinzi, Rais Ruto amempandisha ngazi Meja Jenerali David Kipkemboi Keter kuwa luteni jenerali na kumteua kuwa kamanda wa Kenya Army. Kabla ya kuteuliwa kwa Keter, alikuwa msaidizi mkuu wa wanajeshi katika masuala ya wafanyakazi na mikakati. Mkuu wa majeshi kwa sasa Francis Kahariri huenda kastaafu mwaka ujao Aprili mwaka 2027 na kupisha uongozi mpya katika nafasi hiyo. Kamanda wa Kenya Army David Kimayo Tarus amehamishwa na kupewa nafasi kuwa naibu chancellor chuo kikuu cha kitaifa cha wanajeshi. Mageuzi haya yanajiri siku moja baada ya maandamano ya Gen Z kushuhudiwa nchini ambayo yalisababisha uharibifu wa mali na mauaji kushuhudiwa. Katika kikosi cha wanajeshi wa angani, Meja Jenerali Bernard Waliaula ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu katika masuala ya usalama wa viwanda ameteuliwa kuwa kamanda na kuchukua nafasi ya Fatuma Gaiti Ahmed ambaye anaondoka akiwa na miaka 42 ya utumishi katika jeshi. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari, hatua hii imefanyika kutokana na mapendekezo ya baraza la ulinzi ambayo linaongozwa na waziri wa ulinzi Soipan Tuya. Brigedia Joel Muriungi Maarimi amepandishwa cheo na kuwa meja jenerali na kamanda katika chuo cha wanajeshi, ilhali Brigedia Joyce Chelangat Setienei ambaye amekuwa mkurugenzi mkuu katika kituo cha masuala ya usalama amepandishwa ngazi na kuwa jenerali na kupewa nafasi ya naibu chancellor kituo cha mafunzo ya mipango na usalama NDU. Paul Kirobi, TV47, Nairobi.